أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم علمنا، رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم، يا رب موسى وهارون، ويا رب إبراهيم، ويا رب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ارزقنا العلم. اللهم ارزقنا العلم، اللهم ارزقنا العلم وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wiki iliyopita tulianza darasa zetu hizi za nahwu tukisoma matnul ajurrumiyati, si ndio? Matnul araimu iteshadda, tukisoma matnul ajurrumiyati. Na juzi tulianza mukaddima, insha Allah leo tutaendelea, lakini kabla ya kuendelea tutakuwa na maswali moja mawili matatu ili tuone kama yale tuliyosoma juzi yamefahamika. Na niliwaambia wiki iliyopita, ikiwa mtu aona haelewi anambie. Tufahamiana? Ikiwa mtu aona haelewi anambie, imma nibadilishe uslubi wa kueleza au nitumie sabura. Maana kuna wengine kuelewa mpaka mtu utumie sabura, si ndio? Kwa hivyo mtaangalia tunavyosoma, mkiona kuna ghumudhi katika baadhi ya vitu mtanambia, tutaweka sabura hapa. Tukisoma kitu tuandike kwa nini? Kwa sabura. Lengo letu ya kufanya hivi ni tatwir almaharati nahwiya, ni ile ufahamu wetu na uhodari wetu katika nahau tuzidi kuupandisha juu. Na niliwaambia wiki iliyopita, niliwaambia masomo yote msingi wake nini? Ni nahau. Niliwaambia haya maneno na muyashike kwa makini. Hakuna ilmu kama huna nahau. Nahau ndiye mama, masomo yaliyobakia yote ni watoto. Nahau ndiye mama. Tieni nia na mujipotolee katika kutwali nahau. Msitosheke na kusomeshwa madarasa peke yake, na msitosheke na hii darasa ambayo tumewekea peke yake. Hapana, kisha jiwekeeni nyinyi wenyewe nyakati za kutwali nini? Nahau. Na njia ya kujua nahau ni moja. Njia ya kujua nahau ni chochote unachoambiwa ukisoma ukitwabikisha, hilo tu utajua nahau. Chochote ukiambiwa, kwa mfano ukiambiwa masala ya ishtighal, inshallah tatufikia mbeleni huko tukazungumza tukasema ishtighali ni hivi tukaeleza mpaka tukamaliza. Hii ndio ishtighali. Hii kilichobakia kwako wewe, itafute ishtighali kwengine mbali na kile ambacho ufanya nini, umekisoma katika kitabu, ili popote unapofika mahali wasema hii ndio ishtighali tulioambiwa. Yafahamika mashekhi? Tumekuja tukasoma babu at-tafkhimi au babu at-tarqiqi kwa mfano.
tukaieleza mpaka tukamaliza. Jukumu lako wewe si kutosheka na kile ulicho kisoma. Jukumu lako wewe ili nahau uijue zaidi ni kile ulichokisoma ndani ya kitabu ukitafute nje. Na msisahau kwamba wiki iliyopita niliwaambia masomo yako mara ngapi? Haya masomo yamegawanyika mara ngapi? Niliwaambia yamegawanyika mara ngapi? Mara mbili, si ndio? Nani ambaye atanikumbusha kigawanyo cha kwanza ni kipi? Nani Khamis wako? Kigawanyo cha kwanza Khamis wako asema ni yale masomo ambao wayasoma kwa ajili ya masomo mengine. Tumesema haya yaitwa ala. Tumesema yaitwa nini? Ala. Tukapiga mfano wa nahau. Tukasoma nahau waisoma si kwa dhati ya nahau. Nahau waisoma kwa ajili ya kuelewa Qur'ani, maneno ya Mungu. Sio hivyo? Somo la pili tukapiga mfano gani? Somo jingine tukapiga mfano wa sarfa. Tukasema sarfa ni katika ulumul ala. Somo hili tukapiga mfano gani? Tukapiga mfano wa mantiq. Tukasema mantiq ni katika ulumul ala. Mfano mustalahul hadith. Mustalahul hadith ni katika ulumul ala. Waisoma mustalah si kwa sababu ya kujua hasan ikamilika masharti matano hasanun li ghayri waisoma kwa ajili ya kuelewa hadithi za nani? Za Bwana Mtume. Upambanue kati ya sahihi na ambayo kwamba sahihi. Kwa hivyo insha Allah tutaendelea leo, lakini kabla ya kuendelea juzi tulikuwa tukizungumza maneno al-kalam. Tulisema maneno yanayozungumzwa hapa ni maneno ya lugha gani? Naam, ya Kiarabu. Kwa hivyo lugha nyingine zote hazimo hapa, na kila watu wana lugha yao, na kila watu katika lugha yao kwa Waarabu maneno yao ili yawe ni maneno kulingana na matnul Ajurumia, ili yawe ni maneno kwa wao wameweka masharti mangapi? Masharti manne. Ahsante. Sharti ya kwanza niwe ni al-lafdhu. Tulisema al-lafdhu nini? Ni tamshi. Kwa nini imeitwa al-lafdhu? Naam, tumesema lafadha katika lugha ya Kiarabu ametema, lafadha yalfidhu. Tukatoa aya gani mfano wake? Mwenyezi Mungu asemaje? Naam, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sawa. Tukasema tunaposema ni al-lafdhu tumetoa nini? Tunaposema ni lazima iwe al-lafdhu tumetoa nini hapo? Kitu gani hakiingii? Tukasema shukran Idris, tumeitoa ishara. Tumetoa nini? Tumetoa kitaba, kitu kiandikwa, si ndio? Tumetoa nini? Naam, tumetoa nini? Alama tumezitoa. Kwani tuzitoa zote hizi? Hatusemi kwamba ni al-lafdh kwa sababu hazikutamkwa. Fahimtum? Kwa sharti yetu ya kwanza ya maneno kwa watu wa nahau ni lazima iwe ni al-lafdhu, si ndio? Sharti yetu ya pili ambayo tulisoma juzi ni ipi? Al-murakkab. Nini maana murakkab? Naam, nini maana kupandamanishwa? Gayoe, iwe ni zaidi ya temshi moja, yawe ni mawili, ni matatu. Nani atatupigia mfano kulingana na maneno ya gayoe? Asema maneno mpaka yawe ni mawili, matatu ndio murakabu hayo. Nani atatupigia mfano? Naam, shukrani. Qama Zaidun. Qama Zaidun ni matamshi mangapi hayo? Mawili. Sawa. Ikiwa kama peke yake, kama Uzair, kama peke yake ni lafdhun au si lafdh? Ni murakkab au si murakkab? Si murakkab. Kwa hivyo kwa watu wa nahau itakuwa sio nini hiyo? Sio nini? Si al-kalam, kwa sababu sharti ya kuwa kalam kwanza iwe ni al-lafdhu kisha iwe ni
almurakkabu. Shukran, jazakumullahu khair. Tulizungumza katika murakkab, tuliwaambia imma iwe ni murakkab. Tulisema kuna jumla mbili, makumbuka? Tulisema katika tarkibi kuna jumla ngapi? Mbili. Nani atatukumbuza jumla mbili? Naam, Abdul Latif. Imma iwe ni jumlatun ismiya, shukran, au iwe ni jumlatun fi'liya. Nani atatupigia mfano aljumlatul ismiya? Dima. Zaidun qaimun, aljumlatul ismiya, si ndio? Zaidun qaimun. Nani atatupigia mfano aljumlatul fi'liya? Fosi. Qama zaidun. Shukran, jazakumullahu khair. Sharti ya tatu ya maneno ni ipi? Almufidu, maneno yao yana nini? Yanafidisha. Nini maana ya kufidisha? Tujikumbusha zilizopita, mjue wako wewe umezungumza, nataka mwingine sasa. Najua wako jawabu nao, lakini nataka tushirikiane sote. Nataka mtu mwingine atuambie nini maana ya kufidisha. Tunaposema almufidu, yenye kufidisha, nini maana ya kufidisha? Nani atatujibu? Gayo ushajibu wewe, Abdul Latif ushajibu. Nani huyu nani huyu? Naam? Hirbae dini, si ndio? Hirbae. Nini maana tunaposema yenye kufidisha tunamaanisha nini? Maana ya mufid ni kwamba yule mwenye kuzungumza na yule mukhatab watapata faida wa kile kinachozungumza, si ndio? Mwenye kuzungumza atatosheka na mwenye kufidisha, mwenye kuhutubiwa atakuwa amepata faida kwa wale ambao kwamba ameelewa. Ni kwa ufupi. Tumefahamiana mashekhe? Mfano gani wa maneno kufidisha? Nani ambaye tupigia mfano? Abdul Latif, nyinyi mshapiga mfano, wewe Dima ushazungumza. Mimi nataka tushirikiane sote, nataka kuzungumza. Nani ambaye anao mfano almufid? Atoe maneno ambayo kama ya kufidisha. Naam, Ali Adam msikiti. Naam, darabtu Zaidan. Hiyo ni jumlatun mufida, si ndio? Naam. Kwa hiyo ni jumlatun mufida kwa sababu yahsunu sukutu alaiha minal mutakallimi wasami'i, si ndio hivyo? Bil wad'i, sharti ya nne tulisema nini? Bil wad'i. Nini maana bil wad'i? Na makumbuka juzi tulizungumza maana mbili za al wad'i. Au tukizungumza maana mbili? Tulizungumza maana ya kwanza ambayo imo katika sherehe zetu hizi. Ukisoma katika sherehe ya Al-Habib Ahmad Zaini Dahalan, ana bil wad'i amefasiri kwa namna yake na niliwaeleza juzi. Alafu nikamwambia kuna al-Imam al-Makudi na yeye katika sherehe yake ya Jurumia wad'i ana maana yake. Umar Dima, tuanze na wewe. Nini maana ya al-wad'i? bil wad'i al-arabi. Hii ndio ile katika nini? Katika Dahalani hii tunayoiribu kila siku. Bil wad'i al-arabi. Nini maana bil wad'i al-arabi? Ina maana tumetoa lugha gani hapo? Lugha zote sio kwa Kiarabu. Sawa? Kwa sababu maneno yao hata unasema si ya Kiswahili, si ndio hivyo? Kwa hivyo kwa Waarabu haya maneno yetu hawana shughuli nayo kwa sababu sio bil wad'i. Maana ya pili al-wad'i, msikiti ushasema wewe, waache wengine waseme. Sema wewe goyo. Umeeleza lakini bado sijaridhika. Hauja wanasemaje? Hujanimalizia kiu. Jilo, Abdallah Jilo. Sema wewe ya pili maana bil wad'i nini?
Jino ababaika wewe. Abdallah, jibu tu, hakuna, hatujashikiana bakora hapa. Bado yepi huja nikinaisha. Acha ndio tena kwa Martima hapo. Yule mwenye kuzungumza amekusudia faida, amekusudia kumfidisha. Shukran. Tulisema shukran, nyote mmejibu vizuri. Sawa, nyote hakuna aliyekosea, nyote mmepata. Tulisema bil qasdi, maana yake bil qasdi min al mutakallim, ndio bil wad'i. Yule mwenye kuzungumza awe amekusudia kukupa faida. Sawa. Hapa tulitoa maneno ya nani ambao hatakizungumza hata kama umpata faida lakini hakukusudia kukupa faida. Tulitoa maneno ya nani? Naam. Tumemtoa kama sakran. Tukasema mlevi atakazungumza maneno yake hata kama umpata faida, lakini kwa Ibn al-Makudi ni kwamba kwake yeye hiyo si bil wad'i, kwa sababu hakukusudia kukupa faida, si ndio? Tukipiga mfano gani mwingine? Kasuku akizungumza ana time yake, akifika amka, si ndio hivyo? Haya, nataraji tuliyakumbuka yale ya juzi. Inshallah leo tuende mbele leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa aqsamuhu, na vigawanyo vya maneno, thalathatun, ni vitatu. Ismun, ni ismu, wa fi'lun, na fi'li, wa harfun, na harufu, jaa, iliyokuja, lima'nan, kwa maana. Wa aqsamuhu, na vigawanyo vyake, vigawanyo vya maneno. Aqsamuhu dhamiri yarejea wapi? Ila al-kalam. Wa aqsamuhu, na vigawanyo vya maneno, thalathatun, ni vitatu. Ukisoma katika vitabu vyote vya watu wa nahwu vyote, sawa, wamekubaliana ya kuwa Waarabu walifuatilia lugha yao, wakafuatilia kitu baada ya kitu, wakaikuta lugha yao yote imegawanyika vitu vingapi? Vitatu. Havizidi, havipungui. Tafahamiana? Haya maneno mwaweza mukayaona katika kitabu, katika tuisomesha hapa madrasa, katika nini tunawasomesha nyingine Idris, katika Qatrun Nada. Mkifungua Qatrun Nada alipogawanya kwamba wa aqsamuhu thalathatun, mkisoma pale mtaona pale chini ameandika, asema dalili ya kuwa maneno ya Waarabu yamedhibitika katika vigawanyo vitatu ni kwa sababu wamefanya istiqra'i. Istiqra'i ni kufuatilia, wakafuatilia Waarabu wakaenda wakakoma kuwa, au watu wa nahwu wakaenda wakakoma kuwa maneno ya Waarabu ni vigawanyo vingapi? Ismun, wa fi'lun, wa harfun, jaa limaana. Yafahamika maneno. Na wengineo pia, si yeye peke yake, sio katika tuna pia wengineo pia wamezungumza. Kina Imam al-Ashmuni wote wameshiria hivyo hivyo. Kwa hivyo maneno ya Waarabu ni thalathatu aqsamin, ni vigawanyo vingapi? Kigawanyo cha kwanza ni ismun. Ismun ni jina. Nitazipita haraka haraka hizi, halafu baadaye tukuja tukueleza kimoja kimoja. Nitakuwa nikikieleza nini, halafu tukutege na alama zake. Tufahamiana mashekhi? Kigawanyo cha kwanza ni ismun, ni jina. Kigawanyo cha pili ni fi'lun, ni fi'li. Kigawanyo cha tatu ni harfun, ni harufu. Lakini harufu ina sharti. Harufu ina nini? Sharti. Sharti ya harufu, jaa lima'nan,
iwe harufu imekuja ina maana fulani. Kwa nini ametuambia harufu lazima iwe na nini? Iwe na maana. Ametuambia harufu lazima iwe na maana kwa sababu kuna harufu nyingine huwa hazina maana. Maneno au lugha ya Kiarabu yote imepandamanishwa na hurufu alhijai. Hurufu alhijai ni zile ustadhi wetu Ustadh Muhammad anatusoma zile alif, be, te mpaka ye. Zile Kiarabu zaitwa nini? Hurufu alhijai au alhurufu alhijaiya. Zile hurufi zote ni ngapi? 20 ngapi hurufu alhijai? 28. Si ndio hivyo? Lugha ya Kiarabu yote munayoizungumza, munayoisoma imepandamanishwa na zile hurufi zile. Lakini swali langu, ile harufu ile kama harufu huwa ina maana. Kwa mfano te, alif, be, te. Te kama te ikae peke yake, te ina maana gani? Sin kama sin ikikaa peke yake ina maana gani? Mim kama mim ikikaa peke yake ina maana gani? Kwa hivyo ile ni harufu au si harufu ile? Lakini kwa watu wa nahau ile ni harufu ambayo kwamba haina maana yote, kwa hivyo hawana kazi nayo. Watu wa nahau wana kazi na harfun jaa limaana, harufu lakini imekuja ina nini? Kwa mfano thumma, thumma ni harufu. Mkiribu katika nahau ukisema jaa zaidun thumma amrun, thumma utasema ni harfu atfin. Ni harufu si harufu? Ina maana, kwa sababu thumma Kiswahili tunasema ni kisha, lakini ina maana ya kwamba huyu jaa zaidun thumma amrun, alikuja Zaidi kisha baada ya kupita muda ndo akaja nani? Akaja Amr. Kwa hivyo pale mnaposema wa harfun jaa lima'nan, twatoa harufu ambazo hazina maana yoyote. Mfano, napige mfano wa karibu. Mimi sitaki kuchukua majina ya vitabuni, mimi nataka tupige majina yetu tu. Kwa mfano, tupige mfano nani hapa? Tupige mfano Idris. Idris jina lake lina harufu ngapi? Yeye mwenyewe hajui kwamba jina lake lina harufu ngapi. Lina harufu ngapi? 5. Idrisun, si ndio? Idris hii ni ismun, lakini hili jina limepandamanishwa na harufu ngapi? 5. Lau tutaichukua hamza tuiweke peke yake, dali peke yake, re, ye, sin, kila moja tuiweke peke yake, itakuwa ni harufu moja moja, si ndio? Kwa watu wa nahau haina tena kazi hii, kwa sababu ni harufu ambazo kwamba hazina nini? Hazina maana yoyote. Tufahamiana? Kwa hivyo wa harfun jaa lima'nan, tuzungumzia harufu ambazo kwamba zimekuja zina nini? Zina maana. Na ismun ina mifano yake, tutakuja kuiona. Fi'lun ina mifano yake na vigawanyo vyake, tutakuja kuviona. Na harfun kadhalika tutakuja kuiona tukiingia katika tafsilati. Imeeleka mpaka hapa? Kuna mtu ambaye aona hajaelewa kitu? Saidi, wewe ni Saidi wewe? Bwana sizie. Kuna mtu ambaye aona kuna kitu hakijafunguka? Bismillah. Fal ismu, basi ismu yu'rafu, hujulikaniwa bil khafdhi, kwa khafdhi, wa tanwini, na tanwini, wa dukhuli al alifi wal lami, na kuingiliwa na alifu na lamu, wa hurufi al khafdhi, na hurufi za khafdhi. Vitabu vingine maandika wa hurufi al khafdhi alayhi, sawa, lakini katika hizi tunayosoma ni wa hurufi al khafdhi, kuingiliana na hurufi al khafdhi. Fal ismu, jina ni kalimatun. Jina Muhammad Kofa anasikia? Jina ni kalimatun
dallat ala ma'nan fi nafsiha. Ismu ni kilma ambacho kwamba chajulisha maana juu ya nafsi yake. Walam taktarin bizamanin, na jina halikutanishwi na zama zozote. Ustadh Muhsin yuingia, si ndio? Muhsin, hili ni jina. Kwa nini ni jina? Kwa sababu dallat ala ma'nan fi nafsi, lenyewe lajulisha maana kwamba ni ustadhi wetu ameingia, si ndio? Tufahamiana sote hapa. Tukisema Ustadh Muhsin ameingia, Muhsin tayari sote tumemwangalia yeye, kwa sababu ni kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Walam taktarin bi zaman, haifidishi zama, haionyeshi kwamba Muhsin ni sasa wala Muhsin ni baadaye. Tufahamiana. Kwa hivyo na majina yako mengi, sote hapa yote ni majina yote hapa. Sasa iwe la swarifika, hali swarifiki, ni la kinyumbani, ni la Kiarabu, lakini yetu hapa sote nini? Ni majina. Tufahamiana. Katika nahau mara nyingi utapigiwa mfano wa Zaid, utapigiwa mfano wa Faras, utapigiwa mfano wa Usfur, lakini mfano wa karibu tu chukua kwamba si sote hapa. Sawa, yetu ni majina. Kwa nini? Kwa sababu ni kalimat ambapo kwamba zimedulisha maana juu ya nafsi yake, wala hazikukutanishwa na zama yote. Lakini njia mzuri ya kujua kwamba hii ni ismu, njia mzuri, Waarabu wametuwekea alama. Tufahamiana. Njia mzuri ya kujua kuwa hii ni ismu, Waarabu wametuwekea alama. Hizi alama hizi ndizo ambazo ni muhimu tuzihifadhi, kwa sababu tutatafuta asma kupitia kwa hizi alama. Hadhir. Haya, alama ya kwanza asema fal ismu yu'rafu bil khafdhi. Alama ya kwanza, ismu hukubali kuingiliwa na khafdhi. Hii ndio alama ya kwanza. Jina laingiliwa na nini? Khafdhi ni kasiri. Khafdhi ni nini? Ni kasiri. Nitawapigia mfano. Mtu akikwambia marartu biswahibi rajuli, marartu biswahibi arrajuli, sahibi ina kasiri au haina kasiri? Iliyosababisha sahibi kuingwa na kasiri nini? Ni ile be. Arrajuli ina kasiri, iliyosababisha arrajuli kuingwa na kasiri nini? Ni ile idhafa. Sawa. Hivyo tumepata faida ya kuwa mujarrad wa kitu kuingiliwa na kasiri, tayari hiyo ni ismu. Sasa imeingiliwa na kasiri kwa sababu ya harufu, imeingiliwa na kasiri kwa sababu ya idhafa, zote huambiwa nini? Hiyo ni ismu. Yafahamika maneno kwa ufupi. Radu, wanisikia? Kwa ufupi, chochote utakachokiona wakati ukisoma kimekubali kuingiliwa na kasiri, ujue hichi ni nini? Ni ismu. Kisha kama kuna baadhi ya istithnaati, hizo tutakuja kutoka hizo. Sasa sisi tuisomesha nahau kwa mustawa wa matnul ajurumia. Tufahamiana? Manake tusitafute istitradati kwamba kulingana na matnul ajurumia, kinachoingiliwa na kasiri ujue hiyo nini? Ni ismun. Sasa nimesema hapa imeingiliwa na kasiri kwa sababu ya harful jarri, au imeingiliwa na kasiri kwa sababu ya nini? Wakati mkisoma mkiribu na hao hapa alfajiri, hamupiti mahali mkasema mudhafun ilayhi majrurun, hamupiti. Naam, bas kila ukisoma mudhafun ilayhi, wewe elewa kwamba hii ni ipi? Hii ni ismu. Isinge likubali kuwa
mudhafun ilayhi ikaingiliwa na kasiri, ila ni kwamba nini? Ni ismu. Kwa hivyo alama ya kwanza tumesema ni alkhafdh, falismu yu'rafu bilkhafdhi, jina hujulikaniwa kwa nini? Khafdhi. Khafdhi Kiswahili tumesema nini? Kuingiliwa na kasiri. Alama ya pili watanwini, ismu miongoni mwa alama zake ni kuingiliwa na nini? Tanwini. Tanwini nini? Fathatain peke yake, ikiwa dhammatain, ikiwa kasratain, zote. Mbona mnaba fathatain? Ilikuwa mwanzo ukisha. Njia mzuri ya tanwini useme tanwini ni nuni ya sakna inayodhihiri kutamkwa, haidhihiri kuandikwa. Hiyo ndio njia mzuri. Njia mzuri, mtu akikuuliza tanwini nini, utamwambia tanwini ni nuni ya sakna inayodhihiri katika kutamkwa, lakini haidhihiri katika kuandikwa. Nuni si mojua inaandikwa nuni, nun si mojua, kisha ukiitia sakna. Sasa tanwini ni nuni ya sakna, lakini ni nuni ya sakna inayodhihiri katika kutamkwa, haidhihiri katika. Kwa mfano nikisema hapa zaidun, nikisema nini? Zaidun, nimekoma nini? Naam, nimekoma nini? Zaidun, zaidan, zaidin, nimekoma na nuni, si ndio? Haya, twende katika kuiandika. Nitaandika ze, ye, dali, kisha nitaandika nuni. Nitaandika nuni? Nuni siandiki. Kwa hivyo tanwini tumesema ni nuni ya sakna inayodhihiri katika kutamkwa, haidhihiri katika kuandikwa. Sasa yawezekana hiyo nuni ya sakna ikawa ni dhumma, mfano zaidun, yawezekana ikawa ni fataha, ikawa ni zaidan, yawezekana ikawa ni kasiri, ikawa mfano zaidin. Lakini nuni ya sakna utaisikia tukiitamka. Mkisoma hapa hamumsikii mara Ustadh Muhsin kwa mkali tanwini toa hamujamsikia? Naam, mpaka wengine kidogo karibia kuadhibiwa hapa kwa sababu hizo tanwini, si ndio? Kwa nini alazimishe toa tanwini? Ni kwa sababu ile jina ismun kama halina khafdhi, basi lina nini? Lina tanwini. Jina kama halina khafdhi lina nini? Lina tanwini. Sasa wewe unapoinyima tanwini, walikosea lile jina, walikosea adabu. Lile jina lenyewe wala kasirika pale lilipo. Mbona huyu anitamka bila kuntia nini? Kwa hiyo jilazimisheni mkisoma kutia tanwini ikiwa jina lahitaji kutiwa tanwini. Simeleweka mpaka hapo? Tumetaja alama ngapi mpaka sasa? Tumetaja alama mbili. Alama ya kwanza tumesema yu'rafu bil khafdhi. Alama ya pili tukasema watanwini, vile vile hujulikana kwa tanwini. Alama ya tatu, jina hujulikaniwa bidukhuli al-alifi wal-lami, kuingiliwa na alifu na lamu. Alifu na lamu, na hii nukta muhimu muifahamu. Alifu na lamu na tanwini, sababu kama tumesoma tanwini alifu na lamu, kwa mfano ar-rajul, alifu na lamu na tanwini ni wagomvi, hawakai mahali pamoja, wanteta. Said Salim, mwanasikia tumesemaje? Alifu na lamu na tanwini hazikai. Haiwezekani jina hilo lina alifu na lamu kisha jina hilo likaingiliwa nini? Tanwini. Haiwezekani jina hilo lina tanwini kisha jina hilo likaingiliwa alifu na lamu.
lazima uondoshe kimoja ubakishe kimoja. Imma useme rajulun bila alif na lam, bila alif na lam, si ndio? Rajulun, au useme arrajulu bila tanwin. Hufai kusemaje? Hufai kusemaje? Arrajulun. Hufai kusema hivyo kwa sababu alifu na lamu na tanwini hazikai. Alifu na lamu twamaanisha ni lile jina ambalo mwanzo wake imeanza alifu na lamu. Sasa alifu na lamu iwe ni ya shamsia, iwe ni ya kamaria. Mmesoma katika tajwidi kwamba ziko hizi, kuna alifu na lamu ya shamsia kama kusema ash-shamsu, kuna alifu na lamu ya kamaria kama kusema al-qamar. Shamsia ni ile ambayo al haidhihiri. Shamsia ni ile ambayo ile lamu haidhihiri. Kwa mfano ash-shams, kwa mfano as-samaa, masikia al hapo, as-samaa. Kwa mfano ad-duha, kwa mfano naam, an-najmu. Zile zote tu al ya shamsia. Muhammad Kofa, ulikuwa toa mfano naye az-ziyada. Mashaallah, barakallahu fik. Az-ziyada zote tu al ya shamsia. Radu na yako, una yako ashalalu, ashajaratun. Sasa waziri asema, mungu asema arradu lakini wasema ashajaratu. Kisha kuna ali ya kamaria. Ali ya kamaria ni ile ambayo lamu hudhihiri, utaisikia al, sawa, kama hiyo al-qamar. Mfano mwingine al-ustadh. Mfano mwingine naam, hapana, hiyo si al-waladu. Abdul Malik, shukran. Al-hablu, al-madrasatu. Mbona Hasan Alkano, mbona nyamutoi mifano huko nyuma huko? Wewe Idi, wewe Said Karami, mbona hamutoi mifano? Saleh, Khamis, Ramadhan, hebu tupe mmoja huko ali ya kamaria. Idi al-habib, mashaallah. Shukrani Idi, umepata al-habib. Kwa hivyo iwe ni al ya shamsia, iwe ni al ya kamaria, maadamu jina limeanza na al, hilo ni jina. Na mifano yote mliopiga hapa, mmeona imeingia na alif na lam. Idi antumaliza na al-habib, si ndio? Kuna wengine hapa anasema al-walad, kuna wengine wanasema al-ustadh. Ile kwamba imeingiliwa na alifu na lam, hiyo ni ismu. Ile kwamba imeingiliwa na alifu na lam tayari, hiyo nini? Kwa hivyo miongoni mwa alama za kujulikaniwa ismu ni dukhulul alifi wal lam, ni kuingiliwa na alifu na lamu. Kisha mbele akasemaje? Alama ya mwisho nafikiri, si ndio? Alama ya mwisho wa hurufi al-khafdhi, kuingiliwa na harufu za nini? Za khafdhi. Hurufi za khafdhi mwazijua zile, kwa jina lingine tuzita hurufu al-jarri. Sawa, tuzita hurufu al-jarri. Zile hurufu al-jarri zote haziingii illa kwa ismu. Chochote unachokiona kimeingiliwa na zile hurufu al-jarri, ujue hiyo ni ismu. Kwa mfano min, ila, an, ala, fi, alkafu, albau, rubba na nyinginezo, si ndio? Zile zote zaitwa hurufu al-khafdhi. Zile zote zaitwa hurufu al-khafdhi, na ni 14 katika al-kawakibu ad-durriya. Ni ngapi? Ni 14. Zile hurufi zote zikiingia mahali, ujue hiyo iliyoingiliwa na hizo harufu, hiyo ni ismu. Mwanaelewa mashekhe? Zikiingia mahali ujue hiyo nini?
hiyo ni ismun. Umefahamika mashekhe? Kwa mfano, nataka munipe mfano wa min, munitajie majina min. Msikiti, min albayti ila almasjidi an nam an nafsihi, alafu ala alkursiyi, alafu rubba rajulin bizaidin, si ndio? Kafu kalbadri, lamu nam lizaidin, si ndio hivyo? Au li Muhammadin, au laysa kamithlihi, kafu kama laysa kamithlihi, si ndio? Hizi zote na mfano wake zikiingia mahali, huwa pale mahali nini? Ile jina huwa ni ismu. Kwa hivyo leo tumesoma alama ngapi za ismu? Tumesoma alama ngapi? Naam, alama ya kwanza alismu yu'rafu, tumeielewa. Alkhafdhi, alama ya pili tanwini, tumeielewa. Ya tatu dukhul alif wal lam, tumeielewa. Ya nne hurufi alkhafdhi, si ndio? Kwa hivyo ni alama ngapi tumesoma leo? Ni alama 4. Tumesema hizi alama 4 ukiziona popote ujue hicho unachokisoma nini? Ni ismun. Kwa hivyo inshallah leo tutakomana hapa, na mashekha na hawa wenyewe wamekuja leo. Ustadh Muhsin amekuja, Salman, na hawa ndio wenyewe katika mambo ya nahau. Sisi huwa ni kubambanya tu na kujaribu lakini tara inshallah kama wana ziada wao watazidisha, na nina imani kwamba ziada wanazo. Kama wana ziada basi tutawapisha hapa watuzidishie. Tunachowaomba tu haya tunayoyasoma yatilieni maanani, haya tunayosoma yatilieni maanani, kwa sababu nahau ndio mama, ama ino mimi aragelea kiaragelea, nahau ndio mama. Bila ya nahau utaonekana mjinga popote unapokwenda. Ukitoa khutba utaonekana mjinga, ukisomesha utaonekana mjinga, ukifanya darasa utaonekana zuka, lolote ulifanyalo utaonekana wewe hata kama masomo mengine wewe ni hodari. Ukivuja katika nahau kwenye masomo yote utaonekana umevuja. Ukitengea katika nahau hata kama kwingine wavuja, nahau itakustiri, utaonekana huyu jamaa yuelewa huyu. Tufahamiana? Kwa hivyo inshallah leo tutakoma hapa. Kama kuna swali yoyote, Hamis wako shukran. Swali la Hamis wako, kuna tofauti gani ya hurufi al-khafdhi na al-khafdhi? Hurufi al-khafdhi ni zile hurufi al-jarri ambazo tumezitaja. Sawa, zile hurufi zenyewe zile haziingii ila kwa ismu. Unafahamu? Zile harufu zenyewe zile haziingii ila kwa nini? Kwa ismu. Kwa hivyo tuna tofauti tukisema hurufi, tukizungumza al-khafdhi na hurufi al-khafdhi. Khafdhi yenyewe twazungumza kitu kuingiliwa na kasiri, imma au labda niwaambie hivi, chochote unachokiona kimeingiliwa na kasiri, kwa moja kati ya njia tatu. Nataka tuzungumze kwa lugha hii. Chochote katika lugha ya Kiarabu utakachokiona kimeingiliwa na kasiri, kwa moja kati ya njia ngapi? Tatu. Imma kimeingiliwa na kasiri kwa sababu nyuma yake kuna harufu miongoni mwa hurufi aljarri. Min albayti, albayti tumeitia kasiri kwa sababu imeingiliwa na nini? Na moja kati ya hurufi aljarri. Hii katika nahau yaitwa hii albayti, hii yaitwa almakhfudhu bilharfi.
katika Dahalani, katika Kawakib mkisoma ameziita al-makhfudhu bil harfi. Bil harfi, harufu hapa nipi? Ni hiyo min iliyotangulia. Ni mnaelewa, lakini hiyo min iliyotangulia ndio imeifanya albaiti ikawa na nini? Kaingiliwa na kasiri. Wakati mwingine ukikiona kitu kina kasiri na nyuma yake hakina harfu ya jarri, huwa kimefanywa kasiri bil idhafa. Kimefanywa kasiri bil nini? Kwa mfano ghulamu rajuli, ghulamu arrajuli. Suali, je, ghulamu ni katika hurufi al-jarri? Mbona arrajuli imeingiliwa na kasiri? Kwa sababu ni mudhafun ilayhi. Hii utasema ni makhfudhun bil idhafati. Utasema makhfudhun bil idhafati. Ndio zile mkisoma sasa mudhafun ilayhi, mudhafun ilayhi. Zile mudhafun ilayhi maana yake ni makhfudhun, lile jina lile limeingiliwa na kasiri kwa sababu ya idhafa. Kisha wakati mwingine jina huingiliwa na kasiri kwa sababu ni tabi'un lil makhfudhi, yafuatia kitu kilichoingiliwa na kasiri. Na kufuatia ni moja kati ya njia nne: imma yafuatia ni nati, au yafuatia ni taukidi, au yafuatia ni badali, au yafuatia ni atfi. Nati kwa mfano ukisema marartu birajulin alimin, alimin ni nati ala rajulin, tumeitia kasiri kwa sababu alimin yamfuata nani? Rajulin, ambapo rajulin ana nini? Ana kasiri. Sasa marartu birajulin alimin, utasema hii ni makhfudhun. Ni makhfudhun. Utasema hii ni tabi'un lilmakhfudhi. Kwa hivyo khamis wako kujibu swali lako ni hivi: tofauti al-khafdhi na hurufu al-khafdhi. Hurufu al-khafdhi azungumza zile hurufu al-jarri. Zile hurufu al-jarri zile haziingii illa kwa ismu, sawa. Na al-khafdhi tuzungumza hizi khafdhi nyingine hizi, imma ni makhfudhun bil idafa au ni tabi'un lilmakhfudhi. Na ndio pale mwanzo nikapiga mfano nikasema marartu bisahibi arrajuli. Sahibi ni makhfudhun bil harfi, arrajuli ni makhfudhun bil idafati. Khamis wako umeelewa swali lako? Kuna mwingine ambaye ana swali tumalize? Abdullah. Hizo hurufi al-khafdhi zilifanya jina kuingiliwa na kasiri. Mithli jina. Kwa sababu gani ni jina? Laisa kamithlihi, sio mfano wako. Swali lako si laysa kamithlihi shay'un, si ndio hivyo? Swali zuri. Mithli si imeingiliwa na kasiri. Sababu kuingiliwa na kasiri kwa sababu ya kafu. Kafu nini? Ni katika hurufi al-khafdhi, si ndio? Kwa hivyo sisi tumesema chochote kinachoingiliwa na moja kati ya hurufi al-khafdhi hiyo nini? Naam. Kwa hivyo tutatoa dalili ya kwamba mithli ni ismu kwa sababu ya kuingiliwa nini? Hurufi al-khafdhi, ambao nini hapa? Au labda ndio sielewi swali lako Abdullah. Ni hivyo hivyo. Haya, kuna mwingine ana swali? Naona hakuna swali. Naona nyote mmeelewa. Kama nani? Kama Shaaban. Umeelewa? Inshallah. Ikiwa mpaka kama Shaabani ameelewa, basi inshallah darasa limeeleweka hili. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا ما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وقربات لنا في ديننا وذكر
بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلال دائما فكل شيء ربنا واصلح لنا كل شيء وصلاة الله تغشى المصطفى دعانا للناس شفاء كبار الشر. اللهم صل وسلم باللسان الجامعة باللسان الجامعة في الأرض الواسعة مشاهد المصلين عليه